Hii ni Mtoro TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tukiwa tumesalia bado katika siku miongoni mwa masiku matukufu ya Ramadhani na kuingia katika 10 la mwisho katika mwezi huu wa Ramadhani, 10 la kujipinda kwa ajili ya kutafuta usiku wenye cheo, usiku wenye fadhila nyingi, na usiku ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ndio kiongozi wetu alikuwa akijipinda zaidi, licha kwamba yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu, ni maasumin, hakosei, lakini anaweza kupata neema zote za duniani, lakini bado yeye alionyesha kuwa ni mfano bora wa kujipinda kuliko wakati wowote. Katika hadithi ya Aisha radhiallahu anha anasema, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahid fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu ghairihi. Kwa Mtume sallam alikuwa anajitahidi katika 10 la mwisho wa Ramadhani kuliko alivyokuwa akijitahidi katika masiku mengine tofauti na 10 la mwisho. Kwa tuombe Mwenyezi Mungu inshallah na sisi tuongeze juhudi katika 10 la mwisho na tudiriki usiku huu wenye cheo na fadhila zake. Mada yangu ni matunda ya Ramadhani au Ramadhani na matunda yake. Tunazungumzia mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao tumo ndani yake, mwezi ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema sehemu katika maneno yake, warahima anfu rajulin dakhala alayhi ramadhanu thumma ansalakha qabla an yughfara lahu. Mtume sallallahu anasema kwamba ameangukia pua au amepata hasara yule ambaye umemkuta ndani yake mwezi wa Ramadhani na mpaka ukaondoka ukaisha mwezi wa Ramadhani na ikawa isiwe sababu ya yeye kusamehewa madhambi yake. Tunazungumzia mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao tumo ndani yake, mwezi ambao kiasili si mwezi mtukufu katika miezi 4 mitukufu aloitaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa kauli yake, inna indaka shuhuri inda Allah 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum ila akhir. Kwamba idadi ya miezi katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu toka anaumba mbingu na ardhi ni 12. Minha arba'atun hurum, miongoni mwa miezi hiyo 12 kuna miezi 4 mitukufu. Katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iliyopokewa na Abu Bakar radhiallahu anhu ani nabii sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu samawati wal arda sanatu 12 shahra minha arba'atun hurum. Mtume sallam akaifafanua miezi hii akasema, hakika zama zimerudi katika hali yake ya asili siku Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba mbingu na ardhi. Mwaka una miezi 12, miongoni mwa miezi hiyo 12 kuna miezi 4 mitukufu. Akaitaja thalathun mutawaliyatun, mitatu katika miezi hiyo imeongozana, imefuatana: Dhulqa'dati, mwezi wa 11 Kiislamu, wa Dhulhijjati, mwezi wa 12 Kiislamu, wal Muharram, mwezi wa kwanza Kiislamu, wa Rajab mudhar alladhi baina Jumada wa Sha'ban. Kisha akasema na Rajab wa kabila la Mudhar, yani kuthibitisha kauli ya kabila la Mudhar kwamba mwezi huu upo baina ya Jumada na Sha'ban. Licha kwamba mwezi wa Ramadhani si katika miezi mitukufu kiasili, lakini ni mwezi bora, ni mwezi mtukufu, ni mwezi wenye fadhila nyingi kutokana na yale yaliyomo au yanayopatikana ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ndiyo imefaradhishwa ibada tukufu ya saum, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuambia, kutiba alaykumus ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba lil ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Katika mwezi huu wa Ramadhani enyi mloamini mmefaradhishiwa ibada ya kufunga kama waliofaradhishiwa waliopita kabla yenu,
shabaha ya ibada hii ni kukufikisha katika uchamungu, na hapana shaka uchamungu ni daraja bora ambao kila mja anapaswa kulifikia, na Allah subhanahu wa ta'ala anataka waja wake tufikie daraja hilo. Kwa utukufu wa ibada hii kufaradhishwa ndani ya mwezi kama huu, hapana shaka kwamba mwezi huu pia ni mwezi bora na ni mwezi mtukufu. Lakini mwezi huu ndio mwezi ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuambia, shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin minal huda wal furqan, kama mwezi huu wa Ramadhan ndio mwezi ambao ndani yake imeteremshwa Qur'an, hudan linnasi, muongozo kwa watu, wa bayinatin minal huda wal furqan, na ni mbainifu katika uongofu na ni kipambanuzi kati ya haki na batil. Na Qur'an ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni ibada kuisoma na kuifanyia kazi. Kwa uzito wa kitabu hichi kuteremshwa kwake ndani ya mwezi huu, bila shaka unaijalia mwezi huu kuwa ni mwezi bora na ni mwezi mtukufu. Lakini katika mwezi huu kuna usiku wa kipekee, usiku ambao kwanza ndio usiku ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an, pili ndio usiku ambao malaika wanateremka hapa ardhini wakiongozwa na Jibril alayhi salam, tatu usiku huo ni bora kuliko miezi 1000 au miaka 83. Yani usiku mmoja wa Lailatul Qadr ni sawa na miezi 1000 au miaka 83. Lakini pia usiku huo unatawaliwa na amani ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kupambazuka kwake, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuambia, inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Usiku wa Lailatul Qadr unapatikana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, haupatikani katika mwezi mwingine wowote. Hapana shaka mwezi huu unakuwa ni katika miezi bora na miezi mitukufu kwa sababu ya hilo. Lakini vile vile katika mwezi huu wa Ramadhan tumepewa ofa maalum. Mtume Muhammad SAW anasema, idha dakhala ramadhana futihat abwabul janna wa ghulqat abwabun nar wa suffidat ash-shayatin. Unapoingia mwezi wa Ramadhani, jambo ambalo halipo katika miezi mingine yoyote, milango ya pepo inafunguliwa, inaachwa wazi, na milango ya moto inafungwa na mashetani wanafungiwa. Ofa hii haipatikani isipokuwa katika mwezi huu wa Ramadhani. Jambo hili linaufanya mwezi huu uwe ni mwezi bora, mwezi mtukufu. Kwa muktadha huo, kwa ubora na utukufu wa mwezi huu, basi hapana shaka kuna mambo mengi ya kunufaika nayo katika mwezi huu. Kuna matunda mbalimbali ya kuvunwa katika mwezi mtukufu kama huu, na hapo ndiyo anwani msingi ya mada yangu, matunda ya Ramadhani. Katika mwezi huu wa Ramadhani kuna matunda mengi ambayo tunanufaika nayo ndani yake au hata baada ya kuisha Ramadhani. Moja katika matunda ya tunanufaika nayo katika mwezi huu wa Ramadhani, kwanza ni kupata uchamungu. Kama tutautendea haki Ramadhani, basi shabaha ya ibada ya saum ni kufikia uchamungu, yatarajiwa. Tukitendea haki vizuri mwezi huu wa Ramadhani na ibada ya saum, yatarajiwa tufikie uchamungu. Na uchamungu ni daraja bora ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala anatutaka waja wake tulifikie daraja hilo. Aya nyingi Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuwa akitulingania ili tufikie uchamungu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wadharu ma baqiya min ar-riba wattaqullaha taqullah. Aya nyingi Allah Subhanahu wa Ta'ala anatulingania kufikia daraja hilo la uchamungu. Bali daraja la uchamungu linatupa matokeo bora na ya haraka kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kupata radhi zake Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi anatuonyesha faida za uchamungu. Mfano Allah Subhanahu wa ta'ala anasema, Allah Subhanahu wa ta'ala anasema, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Yote mwenye kumcha Mwenyezi Mungu atajalia pa kutokea pindi atapokuwa na dhiki, na atamsahilishia njia ya kupata riziki katika hali asiyoitarajia. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Mwenye kumcha Mwenyezi Mungu atamsahilishia mambo yake hapa duniani na kesho akhera. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Mwenye kutawakal kumtegemea Mwenyezi Mungu na ndio cha Mungu wenyewe, fa huwa hasbu, Mwenyezi Mungu atamtosheleza hapa duniani na kesho akhera. Tunaona kuna faida nyingi za uchamungu. Lakini uchamungu yapaswa kufanya juhudi. Hivyo ili kufikia tunda hili yapaswa tuhakikishe tunafanya uchamungu, tunafanya juhudi za kibinafsi za kuhakikisha tunafikia uchamungu ili tuondoke na faida ya mwezi huu, au ili tuvune tunda hili na tunufaike nalo. Na katika kufikia uchamungu kuna juhudi za kibinafsi ambazo sawa mazingira yawe rafiki au yasiwe rafiki, ya kupaswa ufanye juhudi hizo na hasa Mwenyezi Mungu akakuafikisha ukafikia uchamungu. Lakini kuna juhudi zinapaswa zifanywe na dola. Dola ina nguvu kubwa na ina nafasi kubwa sana ya kuandalia mazingira waja wake kufikia katika uchamungu. Tukiangalia hata historia ya kipindi cha maswahaba na waja wema waliotangulia, kipindi ambacho dola ya Kiislamu ipo, ilikuwa ni rahisi kufikia uchamungu kwa sababu mambo matatu yalikuwa yanapa nguvu ya kufikia uchamungu. Jambo la kwanza ni ufahamu mzuri wa Uislamu, wa kujua halali na haramu, maamrisho ya Mwenyezi Mungu na makatazo. Mtu anajua kwamba hili ni haramu, ni achane nalo. Anajua zina ni haramu, ni epukane nalo. Lakini pili, mazingira magumu au mazito ya kufanya uovu. Yaani mazingira si mepesi ya kufikia kufanya uovu huo. Wanawake watembei uchi, wanavazi maalum na kutokea, hakuna mikusanyiko isiyokuwa rasmi kati ya wanaume na wanawake, hakuna kikwazo cha kuoa au kuolewa maadamu umri umefikia. Wanawake wanaofahamu sahihi hawataji mahali kwa kukomoa, na hata ikitokea mahali umeshindwa, dola inakusaidia ili kuweza kuoa. Hakuna mazingira ya picha za uchi, ushawishi wa ovyo wa maovu kama tulivyokuwa nao leo hii. Kwa mazingira yalikuwa na walinda na kuwasahilishia njia ya kufikia uchamungu. Lakini tatu, kuna bakora nyuma. Zina haramu, mazingira ya kuzini ni magumu, na nyuma kuna bakora. Ukizini tunakutia bakora. Hii ilikuwa inawapa nguvu na inarahisisha kufikia uchamungu. Kwa hiyo katika mazingira tuliokuwa nayo tufanye juhudi, tusikate tamaa, tujipinde ili kuweza kufikia daraja hiyo ya uchamungu. Lakini tufanye pia juhudi ya kuhakikisha tunarejesha tena maisha yetu ya Kiislamu na serikali ya Kiislamu ili kuweza kulinda imani na uchamungu wetu. Matunda ya pili miongoni mwa matunda yanayopatikana katika mwezi huu wa Ramadhan ni kusamehewa madhambi yetu. Katika matunda ambayo tunapata katika mwezi huu ni kusamehewa madhambi yetu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Katika hadithi nyingine, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yoyote mwenye kufunga saumu ya Ramadhan kwa imani na kwa kutaraji malipo kutoka kwa Allah, na mwenye kusimama qiyamul layl kwa imani na kutaraji malipo kutoka kwa Allah, basi anasamehewa madhambi yake yalotangulia. Na sote sisi hapa tunahitajia msamaha wa Allah kwa sababu kwa hakika ni wakosefu. Na katika msamaha wa Allah ndiyo kuna amani, kuna kujihakikishia usalama kutokana na ghadhabu za Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuna kujihakikishia kupata neema na baraka mbalimbali kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala analizungumza hili kupitia ulimi wa Nabii Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara
wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa ja'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Anasema nikasema nikawaambia, faqultu astaghfiru, mtakeni Mwenyezi Mungu msamaha, kwani mkimtaka Mwenyezi Mungu msamaha mtakuta yeye ni Ghaffara, ni mwingi wa kusamehe. Sio tu anasamehe bali ni mwingi wa kusamehe continuously, yeye ni msamehevu. Yani unamkosea unamwomba msamaha na kusamehe hapo hapo, unarudia tena unamkosea unamwomba msamaha na kusamehe, unamkosea tena unamwomba msamaha, muda huo huo anakusamehe continuously. Innahu kana Ghaffara yursili samaa alaykum midrara, atakunyesheeni mvua ya neema yenye baraka, wa yumdidukum bi amwali wa banin, na atazidishieni mali na watoto, wa yalakum jannati, na atawapeni mabustani ambao mtanufaika na matunda yake, na kwa uzuri wake vile vile atakujalieni mito ambao mtanufaika kwa maji kwa matumizi mbalimbali. Ni katika matunda yanayopatikana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Miongoni mwa matunda yanayopatikana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni kusomwa sana kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qur'an. Katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani inasomwa sana Qur'an, mashaallah. Tabaa Qur'an inasomwa sana katika mwezi huu wa Ramadhani. Tumehamasika kusoma sana Qur'an, na sote tunajua fadhila za kusoma Qur'an. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man qaraa harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatu wal hasanatu bi ashri amthaliha. Yote mwenye kusoma herufi moja katika kitabu cha Mwenyezi Mungu anapata ujira mmoja, na ujira mmoja ni sawa na malipo 10 katika ujira huo. La aqulu alif lam mim harfu walakin alifu harfu wa lam harfu wa mim harfu. Bali sisemi kwamba alif lam mim ndio herufi moja, bali alif peke yake ni herufi, lam ni herufi na mim ni herufi. Kwa mtu akisoma anapata ujira wa kiasi hicho. Kwa hiyo mwezi huu nasoma sana Qur'an. Kwa tujibidiishe katika kusoma Qur'an, na tuondoke na tunda hili au tunufaike na matunda haya mpaka nje ya Qur'an. Nje ya Ramadhan tujitahidi kusoma sana Qur'an, na pia tuingize mazingatio kwamba lengo sio tu kusoma bali pia kuifanyia kazi Qur'an. Lakini la mwisho katika matunda ambao napenda kumalizia nalo ni nafsia za Waislamu kuwa juu. Ule utendaji, ratiba ya utendaji mashallah kwa Waislamu inakuwa juu. Watu wanafunga mashallah pasina kujali uzito au wepesi, pasina kuangalia maslahi, faida au hasara. Watu mashallah wanasimama qiyamul laili, hawajali mambo yao, wanavunja mambo yao kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watu wamekuwa ni wingi wa kutoa katika mwezi huu. Haya ni mambo ambayo tunatakiwa tuishi nayo hata nje ya Ramadhani, na Muislamu anapaswa kuwa hivyo. Linapokuja amri ya Mwenyezi Mungu, kipimo chake si faida au hasara, si uzito au wepesi, bali ni kuangalia Mwenyezi Mungu anasemaje, maamrisho ya Mwenyezi Mungu na makatazo yake. Sote tunajua uzito wa saumu, lakini hakuna anayepima saumu kutokana na uzito au wepesi yake, bali anaangalia Mwenyezi Mungu ameamrisha basi anatekeleza. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hii ni Mtoro TV.